kabila la Yuda. Jemedari wa majemedari. Hakuna cha pepo, hakuna cha uchawi, hakuna cha ushirikina, hakuna cha uganga, hakuna cha mashetani. Yesu anatawala. Yesu anatawala. Haleluya. Haleluya. Yesu ni mwanaume wa wanaume. Yesu ni Bwana wa mabwana. Yesu ni jemedari wa vita zote. Ndio. Njoo kwa Yesu wewe. Yes. Njoo kwa Yesu vijana wenzangu. Na usikia hii sauti jioni ya leo. Huu ni upendo wa Mungu aliye hai. Kabisa. Huu ni upendo wa Mungu. Hii ni huruma ya Mungu. Ndio. Unakumbushwa tu kwamba usijivune. Wewe ni udongo. Wewe ni udongo ndugu yangu. Utarudi chini ya tumbo la nchi hii. Utarudi hapa mavumbini. Hata kama unapiga chips yai, hata kama unapiga sausage, hata kama unapiga pizza, hata kama unapiga viepe, lakini mwili utanenepeana. Unajua una muda wa kujitepa sana katika mwili. Kwa sababu gani? Wewe mwili unaonenepesha, lakini baadaye unakwenda kuwa chakula ya funza. Chakula ya funza. Haya, hata kuna haja gani? Hata sisemi kwamba wanaonenepa unene ni dhambi. Mwanangu, kama zimekutendelea, yuka chipsi yai, yuka viepe, yuka miogo, yuka chochote, lakini hakikisha wakati unavinyuka hivyo, unaye Yesu mwingi hapa amejaa. Unaye Yesu mwingi hapa amejaa. Unaye Yesu mwingi hapa amejaa. Hiyo neema ndio inakufanya utembee kwa mataa. Ndio, kwa mataa. Ndio. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Nimempokea Yesu nikiwa kijana mdogo, na mpaka leo sijawahi kufikiria kama nitaachana na huyu mwanaume wa wanaume. Kuna wanaume alafu kuna mwanaume wa wanaume. Naelewa hiyo, lazima ujue hiyo. Unataka nyumbani unaitwa mwanaume, lakini kuna mwanaume wa wanaume. Mimi mke wangu ananiita mume wake, lakini na mimi yupo mwanaume wanaweza zaidi yangu. Usijitape mwanangu. Maisha haya ni zawadi. Maisha haya ni sadaka umepewa. Umezawadiwa tu kwa dakika chache. Mungu kuna wakati atakuita mbele zake, atataka hesabu ya maisha yako. Ulisije duniani kuja kama udongo. Je, ulitembeaje? Ndio. Ulitembeaje? Maisha haya ni sadaka. Usijikajivuna. Sije ukajivuna ndugu yangu. Na muda si mrefu dunia inakuja kama karatasi. Na muda si mrefu tutarudi tulikotokea. Anakwambia hapo waimbaji walikuwa wanasema usifanyaje ulevi mwanangu utakupeleka motoni gengenge. Wanago. Sasa ni kweli. Ulevi ukikamata sana utakupeleka motoni. Zinao ukikamata itakupeleka motoni. Sijui kitu gani kikamata kitakupeleka motoni. Labda nikwambie kitu ambacho ukikikamata hakitakupeleka motoni na kitakwenda na wewe milele. Nikwambie ni kitu gani hicho? Nikwambie ni kitu gani? Ndio sema. Yuko mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi. Mungu alimwachia akaja duniani, akaingia, akaishi, akala, akanywa, na huyo alikuja kumtafuta mwanadamu. Mimi wa kwanza nilimtafuta. Mimi mwanangu, historia zangu ni kwanza kuhadisia hapa. Ama kodeko wengine wananijua. Ndio ndio kama kile kidogo. Akakwambia mimi nilikuwa ni mtu wa aina gani. Hapo nyuma kuna mtaa fulani unaitwa kwa Mama Joy. Tulikuwa tunacheza muziki mmoja unaitwa Kulala. Hata hapa kwa Mama Isaka tulikuwa tunagonga muziki mmoja unaitwa Kulala. Wakati huo sijaokoka mwanangu. Nilikuwa napiga katakei mpaka hapa. Ndio na bonge la mbabe. Nina soda yangu hapa. Wakati mwingine nina vinyemelea vitoto vya watu. Nimepiga kapelo upande. Alafu ninatembea kwa madamu mwanangu. Hizo ni historia zangu za nyumba, sikiliza. Mimi mwenyewe mwanangu nilikuwa mshenzi. Mimi mwenyewe mwanangu nilikuwa kama wewe. Leo naona usela dini. Sikiza nikwambie mwanangu, bila Yesu usela ni bure. Bila Yesu usela ni bure. Bila Yesu usela ni bure. Bila Yesu hauna ujanja wewe. Kwa Yesu mwanangu, Yesu maisha hayo. Nimecheza sana kulala. Nimecheza sana midundiko. Tumetoka hapa mpaka kwa chini mbele. Kwa marehemu mmoja anaitwa Mzee Kirevu. Kulikuwa kuna desturi. Kila mwaka watoto wanachezwa. Vimwari vinachezwa. Basi mwanangu mdumange anagonga. Nipo mwanangu. Nipo mwanangu. Sasa mwanaume Yesu akawa ananiweka kwenye location zake. Ananiweka kwenye rada yake. Ananiambia wewe ruka tu. Lakini
lakini utaingia kwenye mtego. Siku niliyoingia mwanangu, nikakamatwa. Nilikuwa nimeingia kanisani kwenda kuvizia kidemu fulani, kitoto cha mzee wa kanisa cheupe fulani hivi. Nilikuwa nakinyemelea pale kwa mzee muongo, nikanyemelea. Siku hiyo Bwana, kulikuwa kuna ibada ya umwagiko wa nguvu za Roho Mtakatifu. Maombi yalipofika mwanangu, nikadakwa na maombi, nikakamatwa na maombi. Ile nia yote ikapotea, ile nia yote ikaondoka. Nikabaki pale na shangalaishi, kabaki pale na imba, kabaki pale na omba katika roho. Sikia nikwambie mwanangu, hakuna raha kama kumlewa Roho Mtakatifu. Leo unalewa hicho kisungula, kesho tunakukuta mtaroni. Leo unalewa hicho si kipombe gani, kesho tunakukuta umelala chali, wakati mwingine hata upo nusu utupu. Sikia nikwambie, njoo kwa Yesu Bwana, njoo kwa Yesu Bwana. Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anabadilisha, Yesu anaweza, Yesu anasamehe, Yesu anainua, Yesu ni wa baraka. Achana na tuguri za uganga, achana na uchawi, achana na ukabaji, achana na ulawiti, achana na ushoga, achana na kila namna, maana wewe ni udongo, wewe ni udongo, wewe ni udongo, wewe ni udongo. Utarudi mavumbini, utarudi kwenye ardhi, na Mungu anasema ana uwezo wa kukufanya kama mfinyanzi. Nani anajua kama dakika mbili mbele kuna mtu anaondoka? Nani anajua kama dakika mbele mtu kuna mtu anaondoka? Nani anajua dakika mbili mbele lazima ndio mwisho wa dunia? Neema imekuja ndugu yangu, usichukulie kawaida. Huyu ni Mungu anasema na wewe. Inawezekana unaniona, unanijua, sawa, unanitambua, lakini elewa kabisa Mungu aliwaweka wajumbe duniani ili aweze kuwafikia wanadamu. Ndio maana Yesu hakuachiliwa ashuke kama Mungu, maana angeshuka kama Mungu, nani angekaa? Nani angemuona? Nani angemtazama? Hakuna ambaye angeweza kumtazama, kwa maana akauvaa mwili. Alafu sasa Mungu Bwana amewazidi wana biolojia, akamweka kwenye tumbo la bikira, mwanamke ambaye hajawahi kuguswa na mwanaume. Mwamba wa miamba akazaliwa pale. Akazaliwa kwa Bikira Mariamu. Akazaliwa kwa Bikira Mariamu. Na hivi tunavyoongea yupo katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, yupo katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Pendwa, acha dhambi, pendwa, achana na anasa, pendwa, achana nayo unayofanya. Leo ninavyoongea hivi, inawezekana kuna mtu chakula chake ni nyama za watu, inawezekana kuna mtu yeye amefungwa na ulevi, inawezekana kuna mtu yeye amefungwa na shisha, inawezekana kuna mtu yeye amefungwa na ulawiti. Wewe ni mwanaume lakini unawafanyia wanaume wenzako, wewe ni mwanamke lakini unawafanyia wanaume wenzako, wanawake wenzako. Hukumu ya Bwana ya kutisha inakuja, hukumu ya Bwana ya kutisha inakuja, hukumu ya Bwana ya kutisha inakuja. Wewe ni udongo, wewe ni udongo. Acha kujivunia hilo umbile lako, acha kujivunia hizo mali zako. Siku moja utaziacha na hautazikwa nazo hizo mali. Hautazikwa nazo kabisa, hautazikwa nazo kabisa, hautazikwa nazo. Na kama utazikwa nazo, watu wanafanyaga tu kufuru. Nasikia mtu kazikwa na Mercedes, nasikia mtu kazikwa na V8. Anaenda kuendesha wapi? Kwenye ulimwengu gani? Hakuna. Nikuite tu, nikupe mwaliko ya kwamba Yesu anakupenda, Yesu anakuwazia mema, Yesu anakuwazia mawazo ya amani, Yesu anakuwazia mawazo ya baraka. Mungu anasema afurahi kifo cha mwenye dhambi, bali anamfurahia yule mwanadamu anayefikiria toba, anayetubu, anayegeuka, anaacha mabaya yote. Yawezekana naongea na mtu ambaye ameiacha imani, alikuwa anaabudu lakini leo ameachana na habari za kuabudu, leo ameachana na habari za kanisa. Ndio maana mapepo yanakupiga, ndio maana mapepo yanakaa ndani yako, ndio maana mapepo frequencies zinakamata. Kwa nini? Kwa sababu umetoka kwenye uwepo wa Mungu, umetoka kwenye asili ya Mungu. Lakini Mungu anakuita jioni ya leo, Mungu anakuita jioni ya leo, Mungu anakuita jioni ya leo. Yupo Yesu mfalme wa falme, yuko Yesu mwokozi wa ulimwengu. Yeye anakutangazia amani yako, yeye anakutangazia upendo wako, yeye anakutangazia ukombozi wako, yeye anakutangazia uponyaji wako. Imetosha huo mwili ulivyochezewa, imetosha hicho kinywa kilivyochezewa na pombe, imetosha huo mwili ulivyochezewa na majini, imetosha
Nyosha huo mwili ulivyochezewa na chale. Rudi kwa Yesu wewe. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Kitabu cha Warumi naenda kumalizia ile sura ya 3 mstari wa 23 hadi wa 24. Biblia inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Sikiliza, karama ya Mungu, yani tunapozungumzia karama tunazungumzia zawadi ambayo Mungu anaiachilia ndani ya mtu. Yani wewe unapokuwa kwenye dhambi, mshahara wako ni mauti. Mshahara wako ni mauti, na sio mauti ya kuzikwa mara moja. Milele utaingia kwenye mauti. Sikiliza, jehanamu kule hakuna mbingu iliyobebwa kwenye miguu ya mama, hakuna mbingu iliyobebwa na mtoto, hakuna mbingu iliyobebwa. Kila mtu anaitafuta mbingu yake mwenyewe. Usidanganywe ndugu yangu, kila mtu anaitafuta mbingu yake mwenyewe. Kwa hiyo ndugu yangu, rudi kwa Yesu ili uwe salama. Rudi kwa Yesu ili uwe salama. Rudi kwa Yesu ili uwe salama. Yesu anakuita mfanya biashara. Yesu anakuita wewe unayeuza pombe. Yesu anakuita wewe unayefanya ubanda. Yesu anakuita wewe mfanya biashara. Njoo kwake jioni ya leo. Njoo kwake jioni ya leo. Yeye ana uwezo. Yeye ana uwezo wa kubadilisha historia yako kama mimi ilivyobadilishwa historia yangu. Sikuwahi kufikiria siku moja nitasimama kama hivi alafu umati wa watu unisikilize. Nilikuwa ni mtoto ambaye nipo kwenye maisha ya ajabu ajabu, lakini Yesu ameniokoa. Yesu amenibadilisha. Hata wewe atakubadilisha, hata wewe atakuokoa, hata wewe atakuheshimisha, maana yeye ni Bwana wa mabwana. Mbele yake hakuna mashetani, mbele yake hakuna uganga, mbele yake hakuna uchawi, mbele yake hakuna chabangi, mbele yake hakuna cha ulevi. Yeye amesimama kama tumaini jema. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naongea kwa ufupi sana, na kama nimuelewe utakuwa umenielewa. Ndio. Sisi ni udongo na mamlaka ni udongo, tutarudi. Ndio. Ndugu yangu, hauna nafasi ya kuendelea kujivunia. Mungu anakuanzia mawazo ya amani. Inawezekana nimezungumza hapa, yuko mtu amenisikiliza, yuko mtu ameelewa nilichokisema. Ndio. Hata kama upo kwenye biashara yako, huwezi kutoka unawahudumia wateja, lakini Mungu anaiangalia imani yako ndani yako. Mungu anaangalia imani ndani ya mtu. Huko ulipo unaweza ukanifuatisha na mimi maombi haya ya muda si mrefu ambayo nitakuongoza. Na baada ya hapo utakuwa umepatanishwa na mbingu. Utakuwa umepatanishwa kwa ni mwana wa mfalme. Wewe ni mwana wa mbinguni. Maana kuna mtoto na kuna mtu. Watu wote ni wa Mungu. Amina. Watu